Lemi, Sonia, humu ni kanango mzuri umewachanganya, si ndio? Okay, anyway, sina budi kuambia ukweli. Maana siku zote msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi ni mgonjwa wa ukimwi na nilizaliwa nao. Nimeumbuka mimi. Ama hakika wote wameumbuka, kama Makalobo kaumbuka zaidi. Ukijaribu kutazama ni kwamba Makalobo ni miongoni mwa watu ambao wameumizwa sana, na sababu kubwa iliyomfanya aweze kuumia ni kwa sababu kwanza ameweza kufukuzwa kule kwa mdogo wake na mganga. Kwa hivyo alijua matumaini yake yote ni kuja kuishi hapo. Ndio sababu kubwa ambayo imemfanya aweze kuumia sana na kuweza kuona kwamba kwa sasa hakuna msaada wote ule popote pale. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa. Lakini ukijaribu kutazama ni kwamba hadi hapo tayari madevu amewaweza kweli kweli. Nani atasema kwa nani na nini kitasema kwa nini? Kwa sababu ukijaribu kutazama ni kwamba kwa upande wa Lemi alikuwa anapenda sana pesa zile, alikuwa akizifurahia, lakini ndio hivyo baada ya kupenda pesa na nini, lakini mwisho wa siku amejikuta akiingia kwenye matatizo makubwa. Lakini pia Makalobo kutokutulia kwake amejikuta akipata virusi vya ukimwi. Ama hakika hii ni moja kati ya fundisho kubwa sana. Kwa upande wako ni kipi ambacho umekiona hadi hapo? Naomba kunijuza kwenye comment, maoni yako ni yapi? Je, umefurahishwa na Makalobo kuweza kuugua ukimwi, au unahisi anaweza kaa ni miongoni kwa roho yake ilivyo mbaya, anaweza kaanza kusambaza ovyo ovyo ukimwi? Sasa mambo ni mengi kweli. Basi hapa inamaanisha kwamba kama Makalobo anaumwa ukimwi, basi moja kwa moja na mganga ni mwathirika. Mganga kaathirika kivipi? Kaathirika kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao pia walikuwa wakihusika au wakihakikisha kwamba wanapata vitu fulani kwa mitego ambayo walikuwa wakiifanya. Basi naomba uweze kudondosha maoni yako hapo chini. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakiona kwa sasa? Lakini nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Lakini pia moja kwa moja nichukue nafasi hii niweze kukualika moja kwa moja nikwambie tu kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukifurahia au ni miongoni mwa watu ambao umeitazama tamthilia hii mwanzo hadi hapa ilivyofika, bila shaka uende na vitu vingi sana vya kuweza kudondosha maoni yako hapo chini kwa sasa, kwa sababu tumeweza kutazama pande mbili nyingi kule ambazo zipo, lakini nipo hapa kuweza kukupatia uchambuzi kwa kina, hasa nikikufahamisha pia matukio gani ambayo yanakwenda kutokea kwa sasa. Basi nichukue nafasi hii niweze kukualika moja kwa moja nikwambie tu kwamba karibu sana. Tukianza moja kwa moja, kama tulivyoona, tuliweza kuona jinsi gani ambavyo baba mdogo Mkumbi alivyokuwa akitafuta namna ya kuweza kuleta ukaribu kati ya Mdoli pamoja na moja kwa moja na hii familia mpya kabisa ya baba Kalobo pamoja na Kalobo mwenyewe. Amejaribu kutafuta ukaribu sana ambao kiukweli ukaribu huo umeonekana kuna wasiwasi mkubwa sana, hasa kwa upande wa kuweza kuonesha wasiwasi juu ya namna gani ilivyo kutokana na jinsi ambavyo alivyokuja na jinsi alivyokuwa mbaya kipindi kile. Kwa sasa wameamua basi wamsikilize tu na wamuone tu hivyo. Lakini kwa sasa kama unafahamu ni kwamba tayari mimba ya Mdoli imeshakwisha kuharibika. Hapo kazi ipo kwa baba Kalobo kwamba je, kwa sasa ni kipi ambacho wanakwenda kukifanya, au ni maisha gani ambayo kwa sasa anaweza akaishi akayafanya au akaona namna gani itakavyokuwa, japo kwa sasa mambo ni mengi na ni mengi kweli. Kwa hivyo wameamua waweze kumsamehe, japokuwa lengo lake ni tofauti kabisa na kupiga magoti kwake kote, lakini mwisho wa siku kuna kitu ambacho anataka ukaribu ili kusudi iweze kutafuta mbinu nyingine kabisa ya kiurahisi kuweza kupata mali. Kumbuka lengo lake au kitu anachokitaka ni kuweza kupata mali, ndicho kitu ambacho anachokitaka. Kwa hivyo mipango yake yote na kila kitu aweze kuzipata mali. Lakini pia tumeweza kuona jinsi gani penzi la fasheni jinsi lilivyo. Mambo ni mazuri kweli kwa sasa, na mambo yako poa na nini, kila kitu kipo vizuri kabisa. Kwa upande wako unazungumziaje kuhusiana na maisha kwa sasa ya Nasra pamoja na fasheni? Je, hayatabadilika kweli au yatakuwa hivi au ni kipi ambacho unakiona kwamba aidha kinaweza kikaa tofauti au kije kuwa tofauti na jinsi ilivyo? Basi nirusha maoni yako hapo chini, lakini nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi usiondoke bila kubonyeza neno subscribe.
Lakini pia tumejikuta tukiona kwamba Carlo amejikuta akiingia mtegoni, amenasa kwenye nyavu kweli kweli, jinsi ambavyo ilivyokuwa kama tulivyoona kwamba ameweza kuambiwa, ameweza kupewa pesa kidogo tu na kujikuta kwamba japokuwa anaelewa kabisa kwamba jinsi gani ilivyo kwamba hakuna kitu cha bure hapa. Kwa hivyo ndio namna ameweza kuona jinsi gani aweze kuona, lakini mwisho siku ni kwamba lazima tu huyu mamba atampata Carlo, kwa sababu pesa nayo huwa ni hatari sana. Hata kwenye mambo mengi kulikweli ambao sitaki kuyataja hapa, yamekuwa akiwabadilisha watu kulikweli, wakijikuta wakisahau na kutoka kwenye misingi yao kutokana na pesa ikiwa ni kipaumbele kikubwa sana ambacho kinawabadilisha watu. Tumeweza kuona mganga alimhadisia moja kwa moja, na sababu ya kumhadisia ile ndio iliyopelekea moja kwa moja aweze kwenda moja kwa moja kuweza kuwaambia wale mabinti wote wawili. Nakumbuka kabisa aliweza kuahidi kwamba binti atakapokutana nao basi ataweza kuachana na kuambia ukweli kwamba kwa sasa awaachane na wao, lakini ameweza kuambia kitu ambacho atakufahamisha kwamba je, kuna ukweli wowote ule ambao upo ndani? Je, ni kweli Madevu anaumwa ukimwi? Sasa tuachane na hayo, tuje kwa pande tuliweza kuona jinsi gani ambavyo Kisuzio kakutana na Zauso na Kalobo na Kisoda ameweza kukutana na Kisuzio, na Kisuzio ameweza kumchana ukweli na kumwambia jinsi gani alichokifanya sio kizuri na nini, vitu vingi kweli kweli. Hii imeashiria wazi kwamba mambo ni mazito na ni mengi kweli ambao yanayokwenda kutokea, ni kwamba huenda Kisoda kwenda kusaidia pakubwa sana kuweza kuhakikisha baadhi ya mbinu ambazo zimekuwa zikipangwa na Kisuzio zikaweza kufeli. Tuje katika pointi ya mwisho sasa ambao tuweze kumalizia hapa. Tumeweza kuona jinsi gani ambavyo mganga aliweza kumwambia kweli kwamba Lemi na yeye alikuja huku, kwa hivyo akamwambia alivyomwambia kidogo nani kashtuka sana, amewaza sana na kuona kwamba kwa sasa ni bora achane na hawa watu, na sasa aanze kuwaza kwamba kwa nini hawa watu kila wanavokuja wanaelekewa kwa mganga. Ameweza kuambia, lakini sasa kitu ambacho alifikiria ni kwamba huenda kikawafanya wakakaa mbali na yeye zaidi. Ni vizuri aweze kuambia kwamba ana virusi vya ukimwi, ni vizuri aweze kuambia hivyo. Ameweza kuachana ukweli, lakini lengo kubwa ikiwa waweze kuwa na akili zao kichwani, waweze kujifikiria na kuweza kuona jinsi gani ambavyo wao pia watakuwa na zile za kwenda na kuweza kwenda nazo kichwani kwenye mambo mengi kulikweli. Sasa hii inaweza kuleta picha mbaya sana na kuweza kuhakikisha Mama Kalobo aweze kubadilika na kuwa mtu wa ovyo kabisa. Sasa je, yapi maoni yako kwa sasa? Basi hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unatukubali na kuikubali tamthilia hii, basi usiondoke bila kubonyeza neno subscribe. Sina ziada, asante kwa kuwa mimi, tukutane muda na saa mwingine. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video.
Mdogo Mkumbi amefika tayari na wote tunafahamu kwamba Kisoda ameshakwisha kumpona, kwa sasa anaona vizuri. Sasa wakati anafika, Kalobo anakimbia. Kwa nini kakimbia? Kalobo kukimbia kwa sababu mara ya mwisho anakumbuka yeye ndiye aliyemteka. Anakumbuka huyu ndio aliyemteka. Kwa hivyo ndio maana kaweza kukimbia, kwa kashtuka kweli kweli. Sasa je, swali kubwa ambalo linabaki ni kwamba Mdogo Mkumbi nini ambacho kafuata? Kitu gani ambacho amekifuata? Hapo ndipo ambapo naomba uweze kunisikiliza kwa makini, naomba uweze kunipa masikio yako niweze kuelekeza kiufupi. Kabla ya yote niweze kuambia tu kwamba karibu hii sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli, lakini kikubwa zaidi tukiweza kutazama uchambuzi, lakini zaidi na zaidi ni kukufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea, lakini pia tukijadiliana kwa pamoja mambo mengi ambayo yamejili. Lakini swali langu ni kwamba je, kwa sasa Mdogo Mkumbi wakati narudia hili swala, je, Kisoda amfanyeje? Nakumbuka kabisa Kisoda kwa sasa kaishiwa nguvu kabisa zote. Nguvu alizobaki nazo ni nguvu za kupotea na kurudi. Je, afanyeje Kisoda aweze kuwa imara? Kwa sababu huu mwezi inaonekana sio mwezi wa bahati. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuharibika kutokana na namna ambavyo tayari tukio la kwanza la mimba ya mdoli imeshakwisha kuharibika na hakuna ambalo linaweza likafanyika. Kumbuka Kisoda alikuwa anataka aweze kumsaidia, lakini ndio hivyo. Naomba uweze kudondosha maoni yako kwa upande wako, lakini kitu cha msingi ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaipenda na kuikubali. Kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mwanzo kabisa, lakini pia nitakuwa nikikufahamisha ni tukio gani ambalo linakwenda kutokea. Tulipata nafasi kuweza kutazama jinsi gani ambavyo wakati inaanza tuliweza kuona jinsi ambavyo mdoli alivyokuwa akiumia na kupata maumivu makali sana, lakini baadaye akapelekwa hospitali na kuweza kutolewa ujauzito. Wakati anatolewa ujauzito ni kwamba ilikuwa ni kutokana na namna ambavyo vipimo vilivyosema, ikionyesha kwamba yeye ameutoa kutokana na dawa aliyokunywa. Dawa aliyokunywa ilikuwa ni dawa ya kutoa mimba. Kwa hivyo alivyofika hospitali baada ya kupima vile vipimo, ikaonyesha kwamba ametoa ujauzito kwa akili zake timamu. Ndio maana wakati Mama Juani anamuuliza pale kwamba kwa sasa wewe una shida gani? Kwa nini umetoa ujauzito wakati una pesa, una nini, una nyumba nzuri? Kwa nini umetoa? Hapo ndipo ambapo anajiuliza na anashangaa kabisa kwamba imekuwaje, nimetoaje? Anamuuliza nimetoaje kwa sababu hajui kama ile juisi aliyokunywa ndio. Lakini kitu cha kunoti ni kwamba kumbuka kabisa wakati pale alimwambia kwamba kuna kitu hakiko sawa, akimaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Hapa ikimaanisha kwamba tayari ameshalijua tatizo. Kwa hivyo mdoli kashajua wapi ambapo mistake iliyotokea, yani kashajua kitu gani ambacho kimesababisha, kwa sababu huyu ni mwanadada anaelewa. Kwa hivyo kajua kabisa katika vitu ambavyo alivyokula na nini, kakumbuka ile juisi, moja kwa moja kashajua kwamba hapa ndipo nilipoteleza au hapa ndipo issue ilivyotokea. Kwa hivyo moja kwa moja kinachokwenda kutokea ni kwamba lazima aanze kufanya uchunguzi wake kuweza kujua moja kwa moja kwamba hapa kuna tatizo ambalo halipo sawa. Lakini tukaweza kuona ni kwamba Kisoda kwa sasa nguvu zake ndio hivyo tena, mambo sio mazuri. Ameweza kuambiwa kwamba anatakiwa aweze kuvumilia tu, hakuna atakalofanya kutokana na namna ambavyo ilivyotokea na jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda. Kwa hivyo kutokana na hilo hakuna mambo mengi sana ambayo yatakayojiri, japokuwa hapo mambo yatakuwa ni magumu na yanaenda kuwa mabaya kwa sasa, kwa sababu Kisoda ndio mtu ambaye amekuwa akitoa msaada sana. Lakini kitu cha msingi hapo inabidi aweze kuwa anazungumza tu kweli. Lakini hata hiyo ya kupotea na kurudi inaweza ikasaidia kama hapo endapo atatokea na kuweza kumwambia Mdogo Mkumbi, au Mdogo Mkumbi kama atamuona, basi hiyo itakwenda kuwa mmoja ya suluhisho au la kuwafanya waogope. Sasa je, Mdogo Mkumbi kaja kufanya nini hapo? Nitakufahamisha, lakini pia nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe. Tumeweza kuona ni kwamba Mama Kalobo kafukuzwa. Kwa sasa amekuwa ni mtu wa ovyo kabisa kutokana na vitendo vyake ambavyo amekuwa vikifanya. Kwa sasa hivi anapenda hela anaiona ni tamu sana. Kwa hivyo pale tu anapoiona basi moja kwa moja anakuwa anaitamani, na hii yote imejengewa kutokana na tamaa ambazo amekuwa akizifanya akipata pesa za bure. Kwa hivyo kwa sasa anaona ugumu wa kutafuta pesa, kitu ambacho kinatilia wasiwasi na kumfanya kwa sasa aweze kubadilika na kuwa mwizi. Kwa sasa ni kweli huyu kijana ameshakwisha kumchoka, lakini inabidi yule jamaa mganga aweze kuja kumsaidia huyu jamaa.
aweze kuja kumsaidia kabisa kutokana na namna jinsi ilivyo. Lakini wakati tukiendelea kuna mambo mengi kweli kweli, lakini swala zima issue ya Lemi tunakumbuka kabisa katika hatua inayofuata tutamwona jinsi mganga atakavyokuja kumwambia, watakavyoongea na kumpa masharti yake kama kawaida kwamba inabidi waweze kufanya kitu ili kusudi aweze kumtunzia asili. Lakini kama unavyoona ndio hivyo, Makalobo huko ametunziwa asili lakini anakwenda kufukuzwa. Lakini ndio hivyo kashashiriki tendo la ndoa na ule mganga. Kwa mganga yule yupo kwa benefit za hivi na hivi na hivi. Lakini pia tupaweza kuona fashion ya Kinjoy na nini wakijadiliana kuhusiana na kitu chomfanyia Lufa. Lufa kwa sasa hatujui alipo, lakini alipo ni kwamba ana kesi kutokana na namna ambavyo ilivyokuwa, japo hii kesi hawataidili sana kutokana na namna jinsi ilivyo mazingira yaliyopo. Lakini kwa sasa Lemi amejikuta akiwa kwenye mishemishe nyingi sana. Watu wengi wanauliza kwamba je, kwa sasa Lemi anafanya mitikasi gani au ni issue gani ambazo kwa sasa Lemi anazifanya? Hicho ndicho kitu au swali kubwa ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Lemi kaingia kwenye masuala ambayo sio mazuri kabisa. Lemi kajikuta akiingia kwenye mambo ya ovyo kabisa. Mambo hayo ambayo kwa sasa anakwenda kumsababisha aweze kupata pesa na nini, lakini mwisho wa siku katika hatua inayofuata tutapata nafasi ya kuweza kutazama ni kitu gani ambacho Lemi anachokifanya. Ni kazi ambayo anaifanya Lemi, tutapata nafasi ya kuweza kuitazama na kuweza kujua ni kazi gani ambayo kwa sasa, lakini moja kwa moja bila shaka unaelewa kwamba vitu gani anavyovifanya moja kwa moja ni vitu ambavyo kiukweli na kihalisia haviko sawa kutokana na yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa ndio hivyo, kama hivyo hapa anajaribu kutengeneza mazingira ya kuaminisha nyumbani wasimfuatilie ili kusudi aweze kufanya mambo yake kwa uhuru bila kufuatiliwa, kitu ambacho kihalisia kinasababisha mambo yaweze kuwa mengi kweli kweli. Lakini kubwa zaidi ni kwamba acha afanye hivyo kwa sababu hamna namna. Sasa issue nyingine tumemalizia au tuweze kumalizia ni kwamba Baba Mdogo Mkumbi amekuja. Mdogo Mkumbi lengo lake hapo ni kuja kuweza kuwatishia kidogo, japokuwa hawana shida kabisa. Hapo hawana shida yote, kaja kuwatishia. Lakini hapo Mdoli atamwambia maneno mazito sana na kisha mambo yatazidi kuwa magumu, lakini mwisho wa siku Kisoda atakuja kuweza kutoa msaada. Basi niseme sina ziada, kitu cha msingi kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe, kisha tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Baba Mdogo Mkumbi amefika tayari na wote tunafahamu kwamba Kisoda ameshakwisha kumpona, kwa sasa anaona vizuri. Sasa wakati anafika Kalobo anakimbia. Kwa nini kakimbia? Kalobo kwa kimbia kwa sababu mara ya mwisho anakumbuka yeye ndiye aliyemteka. Anakumbuka huyu ndio aliyemteka. Kwa hivyo ndio maana kaweza kukimbia kwa kashtuka kweli kweli. Sasa je, swali kubwa ambalo linabaki ni kwamba Baba Mdogo Mkumbi nini ambacho kafuata? Kitu gani ambacho amekifuata? Hapo ndipo ambapo naomba uweze kunisikiliza kwa makini, naomba uweze kunipa masikio yako niweze kuelekeza kiufupi. Kabla ya yote niweze kuambia tu kwamba karibu, hii ni sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli, lakini kikubwa zaidi tukiweza kutazama uchambuzi, lakini zaidi na zaidi ni kukufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea, lakini pia tukijadiliana kwa pamoja mambo mengi ambayo yamejili. Lakini swali langu ni kwamba je, kwa sasa Baba Mdogo Mkumbi wakati narudia hili swala, je, Kisoda amfanyeje? Nakumbuka kabisa Kisoda kwa sasa kaishiwa nguvu kabisa zote. Nguvu alizobaki nazo ni nguvu za kupotea na kurudi. Je, afanyeje Kisoda aweze kuwa imara? Kwa sababu huu mwezi inaonekana sio mwezi wa bahati. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuharibika kutokana na namna ambavyo tayari tukio la kwanza la mimba ya Mdoli imeshakwisha kuharibika na hakuna ambalo linaweza likafanyika. Kumbuka Kisoda alikuwa anataka aweze kumsaidia, lakini ndio hivyo. Naomba uweze kudondosha maoni yako kwa upande wako, lakini kitu cha msingi ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali. Kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mwanzo kabisa, lakini pia nitakuwa nikikufahamisha ni tukio gani ambalo linakwenda kutokea. Tulipata nafasi ya kutazama jinsi gani ambavyo wakati inaanza tuliweza kuona jinsi ambavyo Mdoli alivyokuwa akiumia na kupata maumivu makali sana, lakini baadaye akapelekwa hospitali na kuweza kutolewa ujauzito. Wakati anatolewa ujauzito ni kwamba ilikuwa ni kutokana na namna ambavyo vipimo vilivyosema, ikionyesha kwamba yeye ameutoa kutokana na dawa aliyokunywa. Dawa aliyokunywa ilikuwa ni dawa ya kutoa mimba. Kwa hivyo alivyofika hospitali baada ya kupima vile vipimo ikaonyesha kwamba ametoa ujauzito kwa akili zake timamu.
Ndio maana wakati Mama Juani anamuuliza pale kwamba kwa sasa wewe una shida gani? Kwa nini umetoa ujauzito wakati una pesa, una nini, una nyumba nzuri? Kwa nini umetoa? Hapo ndipo ambapo anajiuliza na anashangaa kabisa kwamba imekuwaje, nimetoaje? Anamuuliza nimetoaje kwa sababu hajui kama ile juisi aliyokunywa ndio. Lakini kitu cha kunoti ni kwamba kumbuka kabisa wakati pale alimwambia kwamba kuna kitu hakiko sawa. Akimaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Hapa ikimaanisha kwamba tayari ameshalijua tatizo. Kwa hivyo Mdoli kashajua wapi ambapo mistake iliyotokea. Yani kashajua kitu gani ambacho kimesababisha, kwa sababu huyu ni mwanadada anaelewa. Kwa hivyo kajua kabisa katika vitu ambavyo alivyokula na nini, kakumbuka ile juisi moja kwa moja, kashajua kwamba hapa ndipo nilipoteleza au hapa ndipo issue ilivyotokea. Kwa hivyo moja kwa moja kinachokwenda kutokea ni kwamba lazima aanze kufanya uchunguzi wake kuweza kujua moja kwa moja kwamba hapa kuna tatizo ambalo halipo sawa. Lakini tukaweza kuona ni kwamba Kisoda kwa sasa nguvu zake ndio hivyo tena, mambo sio mazuri. Ameweza kuambiwa kwamba anatakiwa aweze kuvumilia tu, hakuna atakalofanya kutokana na namna ambavyo ilivyotokea na jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda. Kwa hivyo kutokana na hilo hakuna mambo mengi sana ambayo yatakayojiri, japokuwa hapo mambo yatakuwa ni magumu na yanaenda kuwa mabaya kwa sasa, kwa sababu Kisoda ndio mtu ambaye amekuwa akitoa msaada sana. Lakini kitu cha msingi hapo inabidi aweze kuwa anazungumza tu kweli. Lakini hata hiyo ya kupotea na kurudi inaweza ikasaidia kama hapo endapo atatokea na kuweza kumwambia Baba Mdogo Mkumbi, au Baba Mdogo Mkumbi kama atamuona, basi hiyo itakwenda kuwa mmoja ya suluhisho au la kuwafanya waogope. Sasa je, Baba Mdogo Mkumbi kaja kufanya nini hapo? Utakufahamisha, lakini pia nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara